Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na kiongozi wa jeshi la Hamas huko Gaza apinga mpango wa kusitisha mapigano. Mamia wanaharakati washikiliwa na vikosi vya Israeli baada ya meli ya misaada kuzuiliwa. Rais Samia ateua viongozi wapya wa taasisi ya usimamizi wa mabasi yanaendayo mwendo kasi. Watu wawili wauawa katika shambulio la sinagogi Manchester. Elon Musk awa mtu wa kwanza duniani kuwa na utajiri wa zaidi ya dola bilioni 500. Naam, natumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mamia ya wanaharakati akiwemo mwanaharakati wa masuala ya hali ya tabia nchi wa Uswidi Greta Thunberg wamezuiliwa na vikosi vya Israeli baada ya kundi la ndege lililokuwa limebeba misaada kuelekea Gaza kuzuiliwa. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli imesema wale waliohusika na Global Summer Flotilla GSF walikuwa wakihamishiwa katika bandari ya Israeli wafukuzwe. Boti ya kwanza zilisimamishwa takribani maili 70 kutoka pwani ya Gaza katika maji ya kimataifa nyingine karibu. Israeli imekuwa ikilinda eneo hilo lakini haina mamlaka huko. Israeli imesema jeshi lake la wanamaji iliambia boti hilo kubadili mkondo kwa kuwa zilikuwa zikikaribia eneo la mapigano na kukiuka kizuizi halali cha wanamaji, huku GSF ikielezea uvamizi huo kuwa haramu. Kundi hilo limesema jibu la Israeli sio kitendo cha kujilinda lakini kitendo cha kukata tamaa. Inakadiriwa watu 443 wamezuiliwa kutoka kwa boti na inadaiwa wengi walishambuliwa kwa maji ya kuwasha. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi wapya katika taasisi na usimamia huduma za mabasi yanaendayo haraka jijini Dar es Salaam. Taarifa iliyotolewa leo na katibu mkuu wa kiongozi Balozi Daktari Moses Kusiluka imeelezea kuwa Rais Samia ameteua kwamba Saisi Tunda ameteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka. Tunda anachukua nafasi ya Daktari Adhuman Kihamia ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Pia Rais Samia amemteua Pius Ngingo kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yanayoendayo haraka, akichukua nafasi ya Waziri Kindaba ambaye uteuzi wake pia umetenguliwa. Hapo jana picha za video zilisambaa mitandaoni zikionyesha baadhi ya vioo vya mabasi na vituo vikiwa vimevunjwa baada ya kushambuliwa kwa mawe usiku wa kuamkia leo jijini Dar es Salaam. Polisi mjini Manchester nchini Uingereza wamesema watu wawili wameuawa na wengine 3 wako katika hali ya mahututi kufuatia shambulio lililolenga hekalu la Wayahudi. Idara ya polisi aidha imethibitisha kuwa mshukiwa mmoja ameuawa baada ya kupigwa risasi na polisi, lakini imekiri kuwa tambulisho kamili kwa mshukiwa huyo hawezi kuthibitishwa kikamilifu kutokana na vitu anavyokuwa amebeba.
Picha za sambaa mtandaoni imeonyesha mtu anayeshukiwa kutekeleza shambulio hilo akiwa na ndevu, akiwa amevalia mavazi meusi, akisimama nje ya sinagogi huku akiwa amejifunga vitu vinavyotambulika kiunoni, huku akiwa ameshika kingine mkononi. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema maafisa zaidi ya polisi wameelekezwa ili kushika doria katika sinagogi kote nchini humo ili kuhakikishia Wayahudi usalama wao kufuatia shambulio hilo. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Na sasa hivi tunaenda katika awamu ya pili ya matangazo yetu, ambapo nashirikiana na shirika la DW. Hali ya mambo katika maeneo ya Gaza City imechukua mwelekeo wa kuzusha wasiwasi mkubwa. Vifaru vya kijeshi vya Israel vimefunga barabara kuu ya kuelekea mji huo hivi leo, huku waziri wa ulinzi Israel Katz akisema hii ni nafasi ya mwisho kwa maelfu ya Wapalestina wanaoishi kwenye mji huo kuondoka. Saumu Mwasimba na taarifa hiyo kwa kina. Wa Gaza City kuondoka na kuelekea upande wa kusini, huku jeshi la nchi hiyo likianzisha moja ya operesheni zake kubwa kabisa mwezi huu tangu vilipoanza vita. Operesheni wanayodai inataka kuangamiza wapiganaji wa Hamas katika kile wanachosema itazilenga ngome za mwisho za wanamgambo hao katika mji huo mkubwa kabisa ukanda wa Gaza. Wakazi wa Gaza City wamewaambia waandishi wa habari wa Reuters kwamba vifaru vya kijeshi vimetengeneza vizuizi vya mchanga kwenye barabara kuu kusini mwa mji huo, na watu wanaruhusiwa kuondoka, lakini walioondoka kwa muda hapo kabla kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula au usalama hawaruhusiwi tena kurejea. Hali ya wasiwasi imefuatia tamko la waziri wa ulinzi wa Israel Katz la kuwataka wakazi wote wa Gaza City waondoke, akitangaza kwamba hii ndio fursa yao ya mwisho kabisa kuelekea kusini kabla ya kuanza mashambulio makubwa ya jeshi la nchi yake. Watakaoondoka pia watalazimika kukaguliwa na jeshi hilo. Huku hayo yakiripotiwa, tayari Israel imeshaua kiasi watu 13 kwenye mashambulio iliyoyafanya usiku wa kuamkia leo kwenye maeneo mbalimbali ya Gaza, kwa mujibu wa shirika la kiraia la ukanda wa Gaza, na miongoni mwao ni daktari wa shirika la hisani la madaktari wasiojali mipaka la Ufaransa. Lakini kwingine, Israel imeendelea pia kukosolewa na viongozi mbalimbali wa ulimwengu baada ya kuzizuia na kuzikamata meli za wanaharakati waliokuwa kwenye msafara wa Sumuda Flotilla wa kupeleka msaada wa chakula. Kadhalika, maandamano yalizuka jana usiku ya umma unaunga mkono juhudi hizo za wanaharakati katika miji mbalimbali baada ya taarifa za kukamatwa kwa meli za msafara Flotilla Sumuda. Kuanzia Roma, Italia, Istanbul, Athens hadi Buenos Aires nchini Argentina. Nchini Uhispania, chama cha wanafunzi kimeandaa hivi leo maandamano kwenye miji mbalimbali nchini humo kulaani hatua hiyo ya Israeli. Ulaya haifanyi chochote. Tunapaswa kuchukua hatua na kuingia mitaani kupinga kile wanachofanywa ndugu zetu wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Nchini Italia, maandamano zaidi yanatarajiwa hivi leo, huku chama kikubwa kabisa cha wafanyakazi kikiitisha mgomo wa siku moja kesho Ijumaa. Raia 22 wa Italia ni miongoni mwa wanaharakati kwenye msafara wa Sumuda Flotilla. Hata hivyo, waziri mkuu wa nchi hiyo Giorgia Meloni kwa mara nyingine ameikosoa hatua ya wanaharakati hao, akisema haamini kwamba ni hatua itakayokuwa na faida yoyote kwa Palestina. Ubelgiji imemuita kumhoji balozi wa Israeli kuhusiana na tukio hilo la kuzuiwa msafara huo wa wanaharakati. Rais wa Afrika Kusini naye Cyril Ramaphosa ameitaka Israeli iwaachie huru wanaharakati wake waliokuwa pia kwenye msafara huo, akiwemo mjukuu wa Nelson Mandela. Asante sana Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo. Tutakuwa na tupia jicho
Watu 2 wameuawa na wengine 3 wamejeruhiwa katika tukio la gari dogo kubamizwa kwenye watu waliokuwa wakitembea kwa miguu na katika shambulio la siku linaloshukiwa kuwa ni la kigaidi nje ya sinagogi la Wayahudi kaskazini magharibi mwa mji wa Manchester nchini Uingereza hivi leo. Taarifa yake kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba mwanaume mmoja anayeaminiwa ndiye aliyefanya shambulizi hilo nje ya sinagogi siku takatifu kabisa katika kalenda ya Kiyahudi alipigwa risasi na maafisa waliokuwa na silaha. Polisi imethibitisha kifo chake. Polisi pia wamesema kikosi maalum cha kutegua mabomu kilitumwa katika eneo la tukio baada ya mkanda wa video kwenye mitandao ya kijamii kuonesha raia wakiwapigia kelele maafisa wa usalama kwamba mshukiwa alikuwa na bomu limefungwa mwilini mwake. Polisi pia wamesema idadi kubwa ya watu walikuwa wakiabudu ndani ya sinagogi hilo wakati wa shambulizi na watu wote waliamriwa watoke nje. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameondoka kwenye mkutano wa viongozi wa Ulaya unaoendelea nchini Denmark kurejea nyumbani, akisema ameshtushwa na shambulio hilo la kaskazini mwa Manchester. Amelielezea shambulio hilo kuwa la kushtua mno na mawazo yao yote yako kwenye wale walioathirika. Alisema yuko njiani kuelekea jijini London na akifika ataongoza mkutano wa dharura wa kamati ya serikali yake inayoshughulikia masuala ya dharura ya kitaifa, Cobra. Alichoweza kukisema wakati huo ni kwamba vifaa na nyenzo za ziada za polisi zinatumwa kwa masinagogi kote nchini na tutafanya kila kitu kuiweka jamii yetu ya Kiyahudi salama. Nimezungumza na Mark Gardner wa Jumuiya ya Usalama wa Jamii CST na meya wa Manchester Andy Burnham, na nataka kuwashukuru idara zote zinazotoa huduma za dharura kwa kasi ya mwitikio wao. Starmer ameongeza kusema ukweli kwamba shambulizi hili limefanywa siku ya Yom Kippur, siku takatifu kabisa katika kalenda ya Wayahudi, kuna lifanya kuwa la kutisha zaidi. Polisi ya Manchester wamesema watu 3 waliojeruhiwa wako katika hali ya mahututi kufuatia shambulizi hilo nje ya sinagogi ya Wayahudi la Heaton Park. Watu wamehimizwa kuliepuka eneo hilo la tukio na wazungumze na maafisa wa polisi watakapokuwa na wasiwasi wowote, huku maafisa wakiwa wametumwa kupiga doria katika maeneo muhimu. Mfalme wa Uingereza Charles III amesema ameshtushwa na kuhuzunishwa sana na shambulio hilo kwenye sinagogi. Mfalme alisema yeye na Malkia Camilla walishtushwa na kuhuzunishwa sana kujua kuhusu shambulizi la kutisha huko Manchester. Polisi ya jijini London imesema maafisa wa ziada wa polisi wametumwa kupiga doria katika maeneo yanayozunguka masinagogi na maeneo ya jamii ya Wayahudi mjini humo kufuatia shambulizi la Manchester. Polisi ya London pia imesema hakuna dalili ya kitisho kilichoongezeka mjini humo, lakini wamechukua hatua za tahadhari. Haya, zidi kusonga mbele, tutakuwa nafuatilia taarifa hiyo kutokea Uingereza. Viongozi wa Ulaya katika mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Kisiasa ya Ulaya EPC wamesema wanataka hatua kali zaidi dhidi ya Urusi zichukuliwe na pia fedha za nchi hiyo zizuiliwe zitumike kuikopesha Ukraina. Doto Blendo na taarifa zaidi. Denmark wametoa mwito wa vikwazo zaidi kuwekwa dhidi ya Urusi na wamesisitiza kwamba vikwazo hivyo vilenge sekta ya nishati ya Urusi. Wametilia maanani kwamba Ukraini ipo katika mstari wa mbele katika vita vinavyoongezeka dhidi ya bara la Ulaya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema nchi yake inapendekeza hatua kali zaidi dhidi ya Urusi zichukuliwe, ikiwa ni pamoja na kuzidungua ndege zake zisizo na rubani na kuzifungia meli za mafuta za Urusi. Kulingana na takwimu zetu muhimu, kwa sasa 30% hadi 40% ya mwendelezo wa vita vya Urusi inafadhiliwa kutokana na mapato ya meli zinazofanya kazi chini ya kivuli cha nchi nyingine. Fedha hizo ni zaidi ya euro bilioni 30. Kwa hiyo ni muhimu sana kuongeza shinikizo kwenye meli hizi za kivuli, kwa sababu hatua hii
itapunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa kuvifadhili vita hivi. Kwa upande wake, rais wa halmashauri ya Ulaya Ursula von der Leyen na kansela Ujerumani Friedrich Merz wamependekeza zitumwe fedha za benki kuu ya Urusi zilizozuiwa kuipa Ukraini mikopo ya zaidi ya hadi euro bilioni 140. Kulingana na halmashauri ya Ulaya, mali za Urusi zilizofungiwa na Umoja wa Ulaya kwa sababu ya uvamizi wa Urusi huko Ukraine zinafikia karibu euro bilioni 200. Nyingi ya mali za Urusi zinashikiliwa na idara ya hazina na dhamana ya Umoja wa Ulaya Euroclear yenye makao yake makuu mjini Brussels, na kufikia sasa riba ya fedha zilizozuiwa zinatumika kuisaidia Ukraine. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen, mwenyeji wa mkutano huo, amesema lazima ijulikane wazi kwa kila mshirika kwamba Urusi haitaacha vita mpaka ilazimishwe kufanya hivyo, na hasa baada ya mfululizo wa kurushwa kwa drone kwenye viwanja vya ndege vya nchi hiyo, pia katika kambi za kijeshi. Urusi imesema wazo la kutumia mali zake zilizozuiliwa kwa kutoa mikopo kwa Ukraine linalojadiliwa na viongozi wa Umoja wa Ulaya ni la kujidanganya na kwamba litakabiliwa na majibu makali sana kutoka Moscow. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Urusi Maria Sakharova amesema udanganyifu wote utakaohusisha mali za Urusi utakuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa, na Moscow ina uwezo mkubwa wa kiuchumi na kisiasa kujibu hatua hiyo ipasavyo. Ameitaka Ubelgiji kuzingatia majukumu ya sheria ya kimataifa. Asante sana Dr. Buledo kwa taarifa hiyo. Nazidi kusonga mbele, msikilizaji. Ni Afrika Leo Jioni, habari za dunia, ambapo hivi sasa tunashirikiana kwenye ripoti za waandishi na shirika la DW Kiswahili. Na moja kwa moja tunaelekea Tanzania, ambapo Florence Majani amekita kambi Dar es Salaam kwa kutuletea taarifa kutokea Tanzania. Imekuwa zikisikika mara kwa mara miongoni mwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini, wengi wao wakieleza kuchoshwa na changamoto za kijamii ikiwamo huduma hafifu za maji, afya, ajira na usafiri, huku baadhi wakionyesha msimamo wao wa wazi wa kukikataa chama kilichopo madarakani cha CCM. Miongoni mwa matukio yaliyoibua taharuki na vurugu ni lile la vurugu katika kituo cha mabasi cha mwendo kasi cha Magomeni na Gerezani, ambapo wananchi waliyapiga kwa mawe na kuyavunja mabasi hayo, huku wakisema wazi wazi kuwa hawaitaki CCM. Hamna kumshawishi kwa sababu hata ukiapora anapoteza muda wako kule. Anajulikana sana, hata upige speaker anajulikana nani atashinda. Hata hivyo, kabla ya vurugu hizo, hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila aliwataka wananchi kupunguza jazba na akasisitiza kuwa kuikataa CCM hakusaidii. Tumeona baadhi ya klipu wanasema hatuitaki CCM, hatutaki mama. Mimi naomba niwaeleze ukweli kwamba hizi ni hasira za muda mfupi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema dalili hizi ni ujumbe mzito kwa vyama vyote, hasa chama tawala, ya kwamba mabadiliko katika mfumo wa uongozi na uwajibikaji hayaepukiki. DW imezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Revocatus Kabobe kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Wananchi kutamka kwamba hawaitaki CCM, mimi naona mawili, yawezekana hawaitaki kweli au wanataka wawajibike kuwatimizia ile wanayohitaji. Kadhani kwa vyama vya siasa, hata Chama cha Mapinduzi ambacho kimetajwa hadharani, ni kuwa macho kuona wanapohudumia wananchi wake, wasikubali wananchi wafike level ya kuwakataa hadharani. Mara tu baada ya vurugu hizo za jana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alifanya mabadiliko makubwa leo kwa kuwaondoa wakuu wa wakala wa mabasi ya mwendo kasi DART, ambaye ni mtendaji mkuu Athumani Kihamia na mkurugenzi mkuu Waziri Kindamba, na nafasi zao kuchukuliwa na Saidi Tunda Habibu na Pius Andrew Ngingo. Kadiri siku ya uchaguzi inavyokaribia, kauli na mitazamo ya wananchi inaonekana kuwa ni kioo cha matarajio ya mabadiliko. Swali kubwa ni je, sauti hizi zitatafsirika vipi kwenye sanduku la kura? Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante sana Florence Majani kwa taarifa hiyo kutokea Dar es Salaam.
Na basi tunazidi kusonga mbele kwenye taarifa nyingine za habari kupitia idhaa hii. Hadi sasa mamlaka za Uganda zimesita kutoa taarifa kuhusu kukamatwa kwa wanaharakati wawili wa kisiasa raia wa Kenya waliohudhuria mkutano wa kampeni wa urais wa mgombea Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine. Msemaji wa polisi ametamka tu kwamba jeshi hilo halina taarifa za kukamatwa kwa watu hao. Lubega Emmanuel na taarifa hiyo. Wanaharakati hao walivamiwa kwenye kituo cha mafuta katika mtaa wa Kireka nje kidogo ya mji wa Kampala siku ya Jumatano alasiri, na watu waliojihami kwa bunduki wakawapandisha kwenye gari na kutoweka nao. Muda mfupi baada yao kutoweka, simu zao zilizimwa na imekuwa vigumu kubaini waliko wala hali walionayo. Raia hao wawili wa Kenya ambao ni wanaharakati kutoka Free Kenya Movement ni Bob Njagi na Nicholas Oyo waliohudhuria mikutano ya kampeni za Bobi Wine anayegombea kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha NUP na ndiye anayetarajiwa kuleta ushindani mkali dhidi ya Rais Museveni katika uchaguzi ujao mwakani. Kupitia ukurasa wake wa X, Bobi Wine amelaani tukio hilo akisema ni kielelezo kuwa utawala wa sasa hauko tayari kuona watu walio na mawazo sawa ya kisiasa Afrika Mashariki wakishirikiana. Msemaji wa polisi Kituma Rusoke amekanusha tuhuma kwamba wanaharakati hao walikamatwa na polisi na kuelezea kuwa hana taarifa zozote kuhusu kisa hicho. Kwa upande wake, msemaji wa majeshi Brigadier Generali Felix Kulaije amesema hawezi kutoa tamko kuhusu kisa hicho, kwani madai yanayotolewa ni kwamba waliowakamata wanaharakati hao wa kisiasa hawakuwa wamevalia sare. Akiongea muda mfupi na DW kwa njia ya simu kabla ya kurusha taarifa hii, General Kulaije amesema, "Unayoniuliza sijui, hatujafanya hiyo operation. Hiyo sio kazi yetu bwana. Kwa hiyo unavyoniuliza mimi sijui." Amemtaka kiongozi wa upinzani Bobi Wine atoe ushahidi kama kweli watu hao walikamatwa. Matukio ya kuwakamata wanaharakati wa kigeni na wanasiasa wa upinzani miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki yameshuhudiwa katika kipindi cha mwaka mmoja. Mwezi Novemba mwaka 2013, mwanasiasa maarufu wa Uganda Dr. Kizza Besigye alitekwa kutoka Nairobi na kufikishwa katika mahakama ya jeshi Uganda. Mwaka jana, wanaharakati kadhaa kutoka Kenya na Uganda walikamatwa Tanzania walipokwenda kuhudhuria kesi ya mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu. Walidai kukiukwa haki zao za kibinadamu na baadaye kuvushwa mipaka na kurudishwa kwenye nchi zao. Kulingana na kiongozi wa kundi la haki za binadamu Kenya lijulikanalo kama Vocal Africa, Hussein Khalid, mwenendo huu ni kielelezo kwamba tawala za mataifa ya Afrika Mashariki zinashirikiana katika kukandamiza upinzani. Lubega Emmanuel, DW Kampala. Asante sana Lubega Emmanuel. Tunakuomba msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu katika hatua ya kuweza kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa kwa umbali na kutanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Na kuelekeza kwake Josephat Charo na Najid Omar kwa yale ambayo yanavuma katika mitandao. Au ni ahadi nyingine tu kama zile za chapati milioni? Swali lake lilikuwa hilo. Kuna ahadi pia ya masuala ya kula chapati na kutengeneza chapati. Mama Njeri anasema kuna picha nyingi sana za chapati kwenye mitandao. Mpaka nini bed cover la kujifunika chapati. Wanamichezo wetu wanahitaji msaada, sio tu sifa. Kama serikali itawapa ajira na mafunzo ni hatua nzuri, lakini sidhani kama inatekelezeka. Wanjiku Realistic anasema serikali inapaswa kuonyesha uwazi kwenye mchakato wa ajira. Tusije tukasikia watu wenye mifumo ama connection ndio wanapata hizo ajira 500. Sasa msikilizaji pamoja na Charo, kama ulishawahi kuona zulia jekundu likimwagwa kwa ajili ya walimbwende huko nchini Saudi Arabia, zulia jekundu litatandikwa kwa ajili ya paka warembo. Paka warembo na wazuri. Paka Jijini Riyadh,
ambao ndio itakuwa maonyesho ya kipekee ya paka yatakayofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano ya maonyesho huko Riyadh, Saudi Arabia. Litatandikwa zulia jekundu na kutoa nafasi kwa paka 100 kutoka Saudi Arabia na mataifa mengine watashiriki katika kapeti hilo jekundu, wakitafutwa paka mzuri mwenye manyoya, macho mazuri na hata wanasema speech, sijui kwa Kiswahili tunasemaje. Ungeweza kusema ni aina ya paka species pia linatumika. Aina ya paka pekee. Lengo ni kuwatambua paka na kusherehekea utamaduni wao kwa karibu na binadamu. Kwa hiyo paka 100 watapita pale Charo. Na mshindi atapata nini? Hawajasema. Lakini taarifa hii pia ipo katika kurasa zetu za DW Kiswahili na DW Facebook pia. Nadhani watapata maoni mengi, lakini kwa mfano huyu Aisha Harbaba ni hatua nzuri sana. Paka ni sehemu ya familia kwa watu wengi, kuwatambua na kuwekea zulia jekundu ni ishara ya upendo kwa wanyama. Huyu anatokea Saudi Arabia. Moi Sudi anasema Saudi Arabia inabadilika kwa kasi sana. Miaka michache iliyopita hili lisingewezekana. Sasa paka wanapewa heshima ya kistaa. Kweli dunia inakwenda kasi. Ahmed Tiche anasema wakati mwingine wakati wengine wanahangaika na ajira, chakula, serikali ya Saudi inatandika zulia jekundu. Kweli kila mtu ana kipaumbele chake. Charonishi hapo. Haya, namuona hapa Adad Mzamiru anatokea kule Kaibanja, Bukoba ni Tanzania. Anasema hao wanaharakati wa Kenya waliotekwa ni ukandamizaji wa demokrasia. Ni maoni ambayo yametufikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na namuona pia Elia Vuri anasema mwaka huu hakuna uchaguzi Tanzania. Haiwezekani. Chama kikuu cha upinzani Chadema kiwe hakishiriki uchaguzi alafu watu wakubali kirahisi. Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema matukio ya utekaji na kupotea kwa baadhi ya wanaharakati ambao wamekuwa wakidai haki za kidemokrasia na mabadiliko ya uongozi yamekuwa ya kawaida hasa kwa Afrika Mashariki, hivyo tukio hilo si la kushangaza kwa wakati huu. Mugishangwe Lauriani anasema nipo Bukoba vijijini. Pole sana kwa Uingereza kwa kuwapoteza wapendwa wenu kutokana na ajali ya gari. Elibariki Ernest, serikali ya Tanzania ni kama haipo, watu wanatekwa, watu wako kimya zaidi, utasikia eti mtu mmoja tu kafa, mnapiga kelele. Evarius Kaizerenge, yani dunia kuna mapacha watatu wanaofanana, Tanzania, Kenya na Uganda. Nadhani anazungumzia matukio ya wanaharakati wa Kenya kutekwa huko nchini Uganda. Dennis Zeno anasema alafu viongozi kama hawa ndio wanalalamika kuwa wanabaguliwa kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa uliokuwa unaendelea. Watakwenda Umoja wa Mataifa kujadili nini wakati si wasafi? Isaya Sambo huyo anasema mbinu za ziada zitumike kudhibiti hayo matukio ya ugaidi, kutumia vyombo vya moto kwa maana ni matukio yanayokithiri na kugharimu maisha ya watu. Hasani Mlacha katika Facebook anasema ni wape pole wananchi huko mji wa Manchester ambako gari imevurumishwa katikati ya watu na kuwaua watu. Ukurasa wetu wa Facebook unamuona Alaisamba kutoka Arusha DW. Asanteni sana kwa habari za uhakika. Kila pembe ya dunia tunasikika. Asante sana Charo Alama Emilia, naomba niishie hapa. Asante sana Najet Omar, na asante msikilizaji kwa kuendelea kututegea. Asante pia vile vile Selina Mdemo kwa kutuongoza katika matangazo haya. Mimi ni Josephat Charo kwa niaba ya wote tulioshirikiana kuyafanikisha. Jioni njema. Kwaheri. Asante sana Josephat Charo na Najet Omar hapo katika uelekezi wenu Mufti. Sasa hivi mimi nikupatie kiziba mkonga.
Katika kiziba mkonga cha sasa, unafikiri si unafiki huo? Ni unafiki. Unafiki ni nini? Ni kusema unakwenda kutoa heshima za mwisho kwa marehemu uliyekuwa unamjua sana na uliyejua kuwa anaumwa au kulazwa au ana shida nyingine, na hukuwahi kumsabai au hata kumtumia meseji kumtia moyo. Unafiki ni nini? Unafiki ni nini jamani? Ni kusema unakwenda kutoa heshima za mwisho kwa marehemu uliyekuwa unamjua sana na uliyejua kuwa anaumwa au kulazwa au ana shida nyingine, na hukuwahi kumsabai au hata kumtumia meseji kumtia moyo. Neno na kupenda I love you, uzito na umaana wake haupo kwenye vile unavyovisema, bali vile unavyovifanya. Hatupendi kwa neno tu, tunapenda kwa matendo. Kwenye upendo, matendo ndiyo yanaleta uhalisia na sio maneno tu. I love you inaweza kutamkwa na mtu yeyote, lakini asimaanishe anachotamka. Hatuhitaji kupendana kwa neno, tunahitaji kupendana kwa tendo. Ndio maana nikaanza kusema kwamba ni unafiki mkubwa kusema unaenda kutoa heshima za mwisho kwa marehemu uliyekuwa unamjua sana na uliyejua kuwa anaumwa au kalazwa au ana shida nyingine, na hukuwahi kumsabai au hata kumtumia meseji ya kumtia moyo. Hapo ndipo kila wakati kwenye kiziba mkonga ninapiga kwenye mshono uliofumuka. Napiga kwenye mshono ambao umeshafumuka. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.